Karibuni katika kipindi chetu cha afya, ambapo leo tutaongelea kuhusu uzazi au mimba na afya ya mama kipindi cha ujauzito. Hiki ni kipindi ambacho cha ujauzito toka mimba inapoanza kutungwa mpaka mtoto anapojifungua. Basi tutaangalia vitu mbalimbali vya kulinda afya ya huyu mama na mtoto wake kipindi cha ujauzito. Kwa hiyo tafadhali naomba ungana na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi ili upate somo zuri kuhusiana na mimba na afya ya uzazi ya huyu mama. Hii ni pamoja na kujua dalili za awali za ujauzito, na kujua umuhimu wa kuwahi kliniki mapema baada ya kugundua huyu mwanamke ni mjamzito, na kuzingatia afya bora ya huyu mama kipindi cha ujauzito, na pia kutambua dalili hatari za ujauzito katika kipindi hiki. Sasa naomba nikupeleke katika dalili za awali za ujauzito za huyu mama. Kwa hiyo mwanamke yoyote anapokuwa mjamzito wanatofautiana. Kuna wanawake wengine kuna dalili fulani ambao wanaweza wakaonesha, lakini kuna wengine kuna dalili fulani wasioneshe. Lakini kuna baadhi ya dalili ambayo ni universal, kila mwanamke anaweza akapitia kipindi ambapo anapata ujauzito. Na dalili ya kwanza kabisa kwa kila mjamzito ili kugundua ni mjamzito, basi kuna ile kukosa hedhi yake ya kila mwezi. Yaani kuna ile mwezi wa kwanza anamisi hedhi au anakosa ile hedhi yake. Basi hii ni kitambulisho cha kwanza cha kujua huyu mama ni mjamzito, ambapo kipimo cha awali huyu mama anaweza kwenda kufanya ni kucheki UPT au kuangalia kipimo cha mkojo cha ujauzito, basi anaweza kugundua kwamba ni mjamzito. Na dalili nyingine za awali za ujauzito ni mama kuanza kusikia kichefuchefu na mwingine mpaka anafikia hali ya kutapika. Hii mara nyingi au wanawake ambao wanapata ujauzito, zile dalili za awali ni kile kipindi cha asubuhi. Akienda kupiga mswaki, basi unaweza kushangaa anatapika moja kwa moja au anapata ile hali ya kusikia kichefuchefu na baadaye kuja kutapika. Mara nyingi wenzetu wanaita morning sickness, wanapata sana wanawake. Dalili nyingine, huyu mwanamke unaweza kushangaa maziwa yanakuwa yanajaa au yanavimba, na maziwa yanaanza kwenye sehemu ya chuchu au pembeni ya chuchu, basi kunaanza kuwa kweusi, kubadilika rangi kuwa nyeusi, yani inakuwa hyperpigmented. Kwa hiyo hizi pia ni dalili mojawapo mara nyingi wanawake wengi wanakuwa wana experience. Na nyingine, uchovu wa mara kwa mara. Kipindi cha awali kile cha miezi mitatu ya mwanzo ambao mimba ndio inaanza kutunga, huyu mama anapata hali ya uchovu na kusinzia mara kwa mara. Hii ni kutokana na mabadiliko ya hormone yaliyotokea kwenye mwili. Sasa baada ya huyu mama kujua dalili za awali za ujauzito, basi tunaangalia umuhimu wa kuwahi kliniki mapema na kuanza kliniki kwa mama mjamzito. Hii inamsaidia huyu mama kugundua matatizo mbalimbali ambayo mama kama angekuwa amechelewa kuanza kliniki, basi angekuja kutokea baadaye na kuleta madhara kwa mama au kwa mtoto. Kwa hiyo ukianza kliniki tunagundua, kwa sababu kuna vipimo mbalimbali utapimwa kipindi cha kliniki, tutajua afya yako. Kwa hiyo kama huyu mama ameathirika, basi inaweza kumsaidia kumlinda na mtoto. Kama ameathirika, na maana ataanza dawa mapema ili kumlinda mtoto asije naye akapata maambukizi, au tutasaidia kipindi cha huyu mama wakati wa kujifungua, basi tutakuwa naye makini ili kuepuka maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na pia kipindi cha kliniki akianza mapema, tunakuwa tunamzuia na maambukizi mbalimbali. Kwa hiyo baada ya kujua ni mjamzito, kuna magonjwa mbalimbali ambayo tutamuelekeza ndani ya kipindi cha anapokuja kliniki. Watapata ushauri na saha, na watapata elimu kupitia kwa wafanyakazi wetu, watumishi wa afya. Watawaelekeza wa mama jinsi ya kujizuia na kupata maambukizi mbalimbali ambayo inaweza ikaleta shida kwake yeye na kwa mtoto. Kwa hiyo wamama wote ambao ukishajigundua ni mjamzito, kuna umuhimu sana kuwahi mapema kliniki ili uanze kujuliwa afya yako mapema. Pia tutajua kwamba kiwango cha damu kikoje ili kukulinda wewe wakati wa kuja kujifungua usije ukapoteza damu nyingi. Na mara nyingi kipindi cha ujauzito huyu mama damu inakuwa inapungua kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tutampa elimu, dawa na vyakula mbalimbali ambavyo vitaweza kumsaidia kumuongezea damu. Na sasa tutaangalia umuhimu wa lishe bora kipindi cha ujauzito. Tunajua kipindi cha ujauzito, miezi mitatu ya mwanzo wa ujauzito ndio kipindi ambacho ukuaji wa mtoto na kutengenezwa viungo mbalimbali vya mtoto vinavyotokea. Sasa kipindi hiki ni muhimu sana kwa huyu mjamzito apate lishe iliyo sahihi na bora. Sasa katika lishe tunazingatia vyakula vya aina ya protein. Huyu mama anatakiwa apate vyakula vingi vya aina ya protein kama nyama, kama samaki, anaweza kala mboga za majani. Hizi zote zinamsaidia huyu mama, huyu mtoto akue vizuri, kwa sababu protein inamsaidia mtoto kukua, tissue za mtoto zinakuwa katika hali nzuri. Kwa hiyo kipindi hichi ndio mtoto ambaye anakuwa kwenye tumbo la mama.
Pia vyakula vingine ambavyo vinaweza kumsaidia huyu mama kipindi cha ujauzito ni vyakula vya aina ya chuma, madini ya chuma na folic acid. Folic acid inatusaidia katika kutengeneza chembechembe za damu mwilini, na pia inamsaidia huyu mama asiweze kupata shida kwa mtoto wake. Mtoto anaweza akapata shida ya matatizo ya neva ambayo inamsaidia kuja kuzaliwa akiwa na shida ya mgongo wazi au kichwa kikubwa ambayo kinakuwa kimejaa maji. Kwa hiyo huyu mama tunatakiwa tumpatie vyakula au tumpe elimu ya kumpatia vyakula ambavyo vinaweza vikamsaidia kupata madini ya chuma na folic acid kwa wingi, ambavyo vyakula hivi vinaweza vikawa dagaa, inaweza ikawa maini ambayo na madini ya chuma nzuri mengi, mboga. Kwa huyu mama jamani, anatakiwa ale hivi vyakula ili viweze kumsaidia katika kupata hayo madini yote, ili kutengeneza damu ya kutosha mwilini na kumlinda mtoto wake katika madhara ambayo anaweza akazaliwa na shida kama hizo tulizozitaja, mgongo wazi na kichwa kikubwa. Pia huyu mama katika hichi kipindi anatakiwa apate madini ya calcium. Calcium inasaidia kumjenga mtoto viungo, yani mifupa yake iwe imara, aweze kumove vizuri katika tumbo, kwa sababu kuna kipindi mtoto anakuwa anacheza tumboni ambayo inaonyesha huyu mtoto yuko salama. Kwa hiyo kipindi akiwa anapata katika lishe bora na akapata calcium za kutosha, basi mtoto atakuwa na move vizuri kwa sababu mifupa yake imejengwa na calcium za kutosha. Hata huyu mama pia zinaweza zikamlinda kwa ajili ya kuna shida ya kifafa cha mimba. Kwa hiyo tunajua madini ya calcium pia yanasaidia katika kulinda, kuepuka asije kuja kupata baadaye kifafa cha mimba. Kwa hiyo madini ya calcium tunaweza tukapata kwenye maziwa, calcium kwenye mayai, kwenye mboga. Kwa hiyo tujitahidi, kwa mama ambao mshagundua kwamba ni wajawazito, basi mjitahidi kupata baadhi ya hizi aina ya vyakula ili muweze kumsaidia huyu mtoto na mama kwa katika hali iliyokuwa nzuri. Pia usisahau mama kunywa maji ya kutosha, kwa sababu maji yanakusaidia wewe na mtoto katika swala zima la figo, ili figo iweze kuchuja vizuri, uweze kukojoa mkojo ambao ulikuwa huko mzuri kabisa, kujiepusha na magonjwa ya UTI, kwa sababu utapokunywa maji mengi na maana inaenda kusafisha na figo na maambukizi ya mara kwa mara kama UTI, kwa sababu kipindi cha ujauzito huyu mama tunasema immunity yake inakuwa iko chini, kinga yake iko chini, kwa hiyo ni rahisi kupata maambukizo ya hapa na pale. Kwa hiyo jitahidi mama unywe maji ya kutosha, kwa sababu maji pia ni dawa. Na dalili nyingine ya hatari ni huyu mama kuanza kutoka maji ukeni, ambayo maji mengi sio ya kawaida. Sasa hii hali inasababisha na weakness au tunasema udhaifu wa ule mji wa uzazi ambao ndani yake kunakuwa kuna maji. Kwa hiyo inasababisha maji yanaanza kuliki au kuvuja kutoka ndani na kutoka nje. Sasa hii ni hatari sana kwa mtoto, kwa sababu mtoto atapunguza kucheza na baadaye itapelekea mtoto kupoteza uhai kabisa, ambayo sio dalili nzuri. Pia dalili nyingine, huyu mama kupata homa kali sana au kuanza kusikia harufu sehemu ya uke. Kwa hiyo hii homa kali inawezekana huyu mama amepata maambukizi, ambapo hayo maambukizi yanaweza kaleta shida pia mpaka kwa mtoto. Kwa hiyo ukiona dalili hii, wewe mama naomba uwahi hospitali uende ukafanya uchunguzi zaidi, ili tujue tunakusaidiaje kwa ajili ya afya yako na afya ya mtoto. Pia dalili nyingine, huyu mama kupata hali ya kuumwa kichwa kisicho cha kawaida, hata akinywa Panadol au dawa yote ya maumivu, basi yale maumivu hayaondoki kwa muda huo, na pia ikiambatana na udhaifu au kupoteza nuru ya macho au kupunguza hali ya kuona vizuri. Hii inaashiria kwamba huyu mama anaweza akaja kuelekea kwenda kupata hali ya kifafa cha mimba au akapata kabisa kifafa, ambayo sio dalili nzuri kwa mjamzito. Au huyu mama anaweza akawa amevimba mwili mzima. Kwa hiyo zote ni dalili hatari, au kuumwa tumbo. Kwa hiyo tafadhali mama, ukiona hii dalili, naomba uwahi hospitali ili uweze kuonana na wakunga waweze kukusaidia. Kwa wale wanawake wajawazito, karibuni sana katika hospitali yetu ya Royal Polyclinic ambayo iko Ilala Bungoni, kituo cha msaada Gilead. Basi hapa utapata huduma ya mama na mtoto. Pia tafadhali usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Asanteni sana na karibuni.